Leo ni siku ya Jumapili na hapo umesikia jinsi mabomu walivyokuwa yanalia katika kanisa la Gwajima ambalo lipo Dar es Salaam pale. Kwa siku hii leo tunafahamu waumini mbalimbali walipata kwenda kuweza kusali kama ilivyo kawaida ya Wakristo kila siku Jumapili kwenda kuswali au kwenda kusali. Sasa wakati wakiwa kanisani utakumbuka baada ya kanisa lao kufungwa basi wao walikuwa barabarani walikuwa wanafanya maombi. Sasa wakiwa barabarani wakati wanafanya maombi bana wa polisi kama ulivyotazama hapo, polisi walikuwa wanatumia mabomu ya machozi kuweza kuwatawanya waumini hao ambao walikuwa wamezunguka. Yote kwa yote ni kwa ajili ya kuweza kusali kwa siku ya Jumapili hii hapa. Bado mtafaruku upo ni mkubwa zaidi kwa kila siku Jumapili. Tunafahamu kila siku Jumapili kuna mambo au taarifa mpya zinatokea kuhusiana na kanisa hili la Gwajima ambalo lipo Dar es Salaam. Licha na makanisa mengine Mbeya kule makanisa kufungwa, lakini hatujashuhudia pia huko mikoani tofauti na Dar es Salaam hapa makanisa kuweza kufungwa. Lakini sehemu pekee ambapo kila siku yanaibuka mambo mapya ni hapa Dar es Salaam. Hapa Dar es Salaam kumekuwa na machafuko mengi ya kila siku, kila mmoja akiwa anajaribu kwenda kumuomba Mwenyezi Mungu, lakini tumeona polisi wakiwa wanatumia nguvu. Jumapili iliyopita polisi hawakutumia nguvu kama ilivyotumika kwa siku ya leo, bali Jumapili iliyopita watu waliweza kuswali, wakamaliza kusali basi wakarejea nyumbani. Lakini tumeona kwa hii polisi wametumia mabomu ya machozi kuweza kuwatawanya waumini baada ya waumini kuonyesha kutokufurahishwa kwa wao kuweza kuondoshwa katika eneo hilo. Kumbuka wako barabarani, kwa hiyo walikuwa wanafukuzwa au wanaondoshwa kukaa barabarani. Utakumbuka pia kanisa hilo limefungwa kwa mujibu wa sheria mbalimbali ambazo zipo baada ya kuonekana au kusemekana kwamba Gwajima alikuwa anatumia maneno ya kisiasa ya uchochezi kuchonganisha serikali pamoja na wananchi katika mahubiri yake. Kwa hiyo ikapelekea mpaka serikali kaamua kulifungia kanisa hilo. Lakini wakati hilo kanisa hilo linafungwa, Gwajima hajazungumza chochote kile. Labda tuweze kuona kwamba hapa siku za hapa karibuni itakuwa vipi, lakini kwa sasa hivi tunataka tufahamu na tujue kwamba kanisa limefungwa tayari. Kila mmoja anajua limefungwa, lakini kwa kila ambacho kinaendelea kutokea ndio kama hivyo, kama tulivyokusogezea hapo kwamba waumini mbalimbali wale ambao wanajaribu kufika kanisani kwamba wanazuiliwa. Lakini sio tu kuzuiliwa, kama hii leo nguvu kubwa zaidi imeweza kutumika kuweza kuwadhibiti, especially kutumia mabomu ya machozi kama nilivyokwisha kukuambia. Yote kwa yote ni kwa ajili ya kuweza kuwatawanya waumini wasiweze kukusanyika kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu, kwa sababu wao wamekatazwa. Kwa hiyo kama wamekatazwa basi mikusanyiko ya hapa na pale hairuhusiwi. Utakumbuka polisi walivamia kanisani hapo, lakini pia tulikusogezea pia taarifa hiyo, walivamia na kuweza kuwatawanya wananchi, lakini so wananchi kuweza kuwatawanya waumini. Lakini kwa sasa hivi waumini wale ambao wanaendelea kujikusanya na wao wenyewe wanatawanywa wasiweze kukusanyika. Maoni yako ni yapi? Niachie maoni yako hapo. Lakini pia ni nini hasa ambacho kinatakiwa kifanyike ili waumini wao wapate kusali na mambo haya yaweze kuisha na kila kitu kiweze kukaa vizuri? Niachie maoni yako hapo, lakini kubwa zaidi usisahau bana kusubscribe channel yetu ya BM Mbasha TV. Mambo vipi? Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu ya BM Mbasha TV. Na leo msanii wetu tunamzungumzia ndio huyu hapa.